barabara njia 4. Niliwaambia, nilikuja huku nikawaambia wakati wa serikali za mitaa kabla hawajaiba na hawajapora, niliwaambia hivi, hawa jamaa hawa wabunge waliokuwepo wakati ule, mbunge alikuwepo huyu dada, hana uwezo wa kusimamisha shilingi barabara hizo zikajengwa, kwa sababu kama ameshindwa kujenga barabara za mitaa atajenga njia 4? Leo kiko wapi? Wamerukia hoja. Sisi tuliwaambia hii njia ijengweje, uwezo huo bado hamna. Kujitutumua, kutukana wahisani, leo tunazo hela za ndani. Angalia hapo leo walichokifanya. Sema leo ungetuachia barabara yetu ile inapendelea kuongea. Nawaambia nyinyi CCM kwa niaba ya Mbeya, afadhali mngetuachia barabara yetu ile moja, njia moja, tuendelee na maisha yetu, kuliko mmekuja kutuvuruga. Mmeacha maandaki, biashara za watu kulia na kushoto hazifanyi vizuri, watu hawawezi kwenda kwenye maduka, watu hawawezi kwenda kwenye biashara zote ambazo ziko kwenye hii barabara zimekufa kabisa. Alafu unataka watu walipe kodi. Watalipa kodi kutoka wapi? Kutoka mpaka nataka kukala matatu. Wamekuja hapa wamefuruga hiyo barabara kwa sababu za kiuchaguzi, kuelekea uchaguzi wa Oktoba. Wakatuvuruga, wameleta magreda hapo, wameleta Wachina. Tunaona barabara leo, muone hata Mchina barabarani, hata kwa bahati mbaya muone kaenda makasini pale muone. Wameondoka kwa sababu hawana hela ya kuwapa. Na hapa mimi ndio natamani ile sera Chadema ya serikali za majimbo. Kama tungekuwa na serikali za majimbo na hii Nyasa ndio ingekuwa jimbo, Mbeya hapa ndio ingekuwa makao makuu ya jimbo, walai hii barabara tungejenga wenyewe, tungesimamia wenyewe, tungejenga wenyewe. Lakini sasa barabara Mbeya, mtu anayeamua yuko Kizimkazi Zanzibar, kuna ndege ama mbele hapa, anayetakiwa kuamua kuhusu barabara za Mbeya hajawahi kufika Mbeya. Akifika anakuja tu na ndege, msafara, ameondoka, hajui hata mahitaji yetu halisi yakoje. Kwa hiyo tunachosema, aidha mfungue hii barabara kwa namna mtakavyojua, wafanyabiashara wa Mbeya